Na ni nini mmefanya kikubwa ndiposa vijana wapate nafasi ya kukua kimichezo? Ni kweli. Governor wetu His Excellency Dr. Alfred Mutua kwanza kabisa alianza na kutengeneza kiwanja inaitwa Kenyatta Stadium, ambayo ni kiwanja ambayo iko na standards za international standards. Tumekuwa na mechi international zimekuwa pale, michezo game zote siku hizi zinakuja Machakos. So kwanza hiyo zote sio zote lakini game nyingi huwa nyingi sana zinakuja pale. Tena unajua tuko karibu na capital city Nairobi. Sasa sisi tuko na advantage ya proximity. Huwa tuko karibu na jiji la Nairobi. Stadium yenyewe iko available kwa vijana huwa wanakuja training. Inaitwa Kenyatta Stadium. Kenyatta Stadium Machakos. Kuna training ambazo huwa zinaendelea pale. Kuna vijana wa mbio, kuna camps tofauti zile ziko Machakos za athletics. Huwa wana train pale. Alafu kuna mahali ya mpira pia, kuna soccer academy, kuna academy ambayo iko hapo nyuma ya kiwanja ambao vijana huwa wanachezea pale pia. And then sasa tuko na kiwanja ambaye huwa ndio inachezewa michezo yote. Ile kitu kingine tunafanya ni kuendelea na kutengeneza stadium mpya. Tunazungumzia swala la ujenzi wa miundo msingi. Uwanja wa Kenyatta unachezewa sana. Maana yake kuna wakati ambapo mechi karibu 3 zilipigwa kwa siku moja. Kiwanja huo nyinyi mnalichukuliaje? Kiwanja huo inachezewa zaidi. Unaweza pata hata kwa siku moja kuna mechi 3. Kama hii weekend kuna mechi karibu 4 ambazo zinachezwa Kenyatta Stadium. Hivi tunaongea saa hizi kuna mechi inaendelea. Kiwanja huwa inachezewa kabisa na inakuanga fully booked all the time. Kama vile tulikuwa nakuelezea kwamba ukitaka kudevelop sports mashinani lazima uanze na kutengeneza facilities. Kwa hivyo governor wetu alianza na kutengeneza stadium 4. Target yetu ni gani na gani? Target yetu ni kutengeneza stadium 9. Ngoja tuanze na 4 kisha tukuje kwa ngoja tukuje tuanze na 4. Yenye inajulikana sana ni Kenyatta. Kuna Kenyatta, alafu kuna Mavoko ambayo iko Athi River ambayo iko under construction sasa. Alafu tuko na Ikombe stadium ambayo pia iko under construction, na tuko na Kenyui iko pande ya Tala, Kangundo huko pia iko inaendelea na kutengenezwa. Then tuko na Masi, town ile ya Masi pia stadium inaendelea na kutengenezwa pale. Zote stadium ziko na capacity ya watu 15,000. Kila stadium tumetengeneza ile inaitwa Sports Academy. Kwa hivyo tutakuwa na academy ambaye students vijana wanaweza kuja kufundishwa games tofauti, either ni soccer, ikuwe ni volleyball, ikuwe ni basketball, ikuwe ni athletics. Pale itakuwa ni training school ambaye wana train kuhusu mambo ya sports. Tukizungumzia michezo, tangu Kenya ipate katiba mpya mwaka wa 2010, michezo haijagatuliwa kikamilifu. Hili ni swala ambalo nyinyi mnahofia kwamba michezo haitakuwa kule mashinani? Hiyo ni kitu ya maana zaidi kwa sababu michezo inatakana kuwa imekuwa decentralized kabisa huko mashinani. Hiyo ni kitu ambayo tunaendelea na kuhakikisha inafanyika, kwa kuhakikisha kwamba tumetengeneza ile inaitwa sports policy ya kuoneshana vile tutafanya sports management and development katika county yetu ya Machakos. Kwa hivyo ni county hazijawasilisha ile county ndio zinatakana zidrive hiyo. Sasa kwetu Machakos tumefanya hiyo. So baada ya wiki kama 2-3 tutakuwa tunakaa chini na federation zote zile ziko Machakos. Kwanza kitu ya kwanza ambayo tunaendelea na kufanya saa hizi ni kuhakikisha vijana wameregister federations, kama ni federation ya mpira, kama ni association ya basketball, kama ni association ya volleyball. Na unajua Machakos volleyball iko juu sana kwa sababu ile shule inaitwa Kwanzanze. We produce very good volleyballers in Machakos. So tuhakikishe kwamba discipline na ile management, professional management ya michezo inafanyika. Wakisha tuko na hizo federations within the county. So because the federation ndio zina manage michezo kulingana na international standards vile zinahitajika. Yes. Ni swala ambalo wale washikadau wengi wa michezo katika county mbalimbali na Kenya kwa ujumla huwa hawaelewi ni pesa ngapi zinafika kwa county, ni zinatumika namna gani. Kumaanisha kwamba hakuna uwazi wowote. Kitu cha kwanza ningependa kueleza ni kwamba maneno ya bajeti na katika county ni
executive wale ambao wamekuwa appointed, wao ndio wanatakana kuwa wana drive objectives za michezo. Kwa hivyo wao ndio wana present budget katika the budget committee. So unasema tunataka kutengeneza viwanja, unapatiwa pesa zile zinahitajika. Unatakana kukuza michezo, tunatakana kuwe na maligi, unahakikisha kwamba vijana wamekuwa kitted, kama ni uniform, kama ni viatu. You know, hizo vitu zote zinatengenezwa kutoka kwa department. Sasa ukiwa na mtu ambaye ako kwa department ambaye haelewi ni nini anatakana kufanya, then budget itakuwa kidogo. Sasa sisi wenyewe huwa tunapigana kabisa mpaka county assembly, tunahakikisha tunakaa chini mpaka na MCA katika ile committee ya youth na sports. Tunawaeleza hivi ndio tutakuza michezo, hivi ndio tunatakana tufanye, tunahitaji pesa kiasi hii, alafu wana approve. Wakisha approve, then sasa sisi kazi yetu ni ku-execute kulingana na vile wamesema. So saa zingine ni county zenyewe ndio huwa wanalegea katika kutengeneza michezo. Governor wetu Machakos anakuaga na very keen, kama ako makini sana kuhakikisha kwamba vijana na michezo wamekuwa facilitated, na no maana aliangalia kijana kama mimi akaniweka pale sababu naelewa mambo ya michezo. Kana unanimaliza sasa. Lakini hebu tuangazie timu ambazo zimechipuka kutoka kaunti ya Machakos. Nyinyi mnashuhudia tu timu zinakuja kucheza kabumbu, zinarudi Nairobi, zingine zinatoka kaunti mbali kucheza tu. Nyinyi hamjatoa timu bwana. Sikiza bwana. Goalkeeper number 2 wa Gor Mahia ni kijana ya kutoka Mwala, namba 1. Hiyo sijui kama ulikuwa unajua hivyo. Ni kijana wa Machakos. International hizi national teams, vijana wetu wameingia kwa national teams zao. Mbona hatujaona timu kutoka kwenu? Sasa kwetu sisi tuko na Machakos United. Ile tunaita Machakos County Football Club. Ndio tunaendelea na kuikuza. Sasa hii tuko Division 2. Na last season tulikuwa tuingia Division 1, lakini mwisho kabisa tukapigwa na timu ambayo ya kutoka Yata. Ambayo ni yetu pia. Ni Machakos pia. Hao ndio waliingia Division 1 na wanaendelea vizuri sana. So hao wote ni vijana wetu. Hatuwezi kuwa tunapendelea wale wetu. Lazima pia wapigane ndio pia wapate nafasi yao. So this time tumefanya restructuring mzuri kabisa. Leo wanacheza Embu. Wako Embu saizi, wako mechi huko, ndio wameanza ligi ya Division 2. Kwa hivyo objective yetu na objective ile ya governor wetu ni kwamba tutengeneze team ambaye tunaweza kupiga Gor Mahia ama FC Leopards. Hiyo ndio objective yetu. So very soon tutakuwa tunafanya selection ndio tuweze ku strengthen hiyo team. Selection ni kutoka tu kwa vijana ambao wanacheza. Sisi unajua no, tuta advertise kwa gazeti na vijana wote watakuja for trials, wale ambao wanataka kujoin hiyo team. Because tunataka to grow team ambaye itafika national levels. Tukizungumzia hilo swala la kuchagua wachezaji ambao watakuwa wanachezea Machakos United. Yes. Swala la ufisadi mtakabilianaje nalo? Hiyo ni kitu moja ambaye governor wetu ametia makini kabisa, kwa sababu tukikaa chini na yeye anatueleza vile tunataka tufanye hivi. We are going to use professional footballers, talent identifiers. Hao tayari tumeshapata proposals kutoka kwao na hao ndio tunatumia. Tuhakikishe sitaweza kutaja jina saa hizi, lakini tuhakikishe tumepata the best players. Na coaches pia tutakuwa tunaangalia, tunataka coach ambaye ni professional. Tayari tumeongea na nje kutoka outside the country, tumepatiwa proposals ambazo ni za international coaches ambazo tumeshare na tunaendelea na kudeliberate. Unajua hizi vitu zote huwa ni budget. Kuna baadhi ya washikadau wa michezo humu nchini huwa wanapinga sana ili swala la kuleta makocha kutoka nchi za nje. Mbona nyinyi mnawatumia? Ilali hapa Kenya kuna makocha ambao wamehitimu. Ile kitu iko ni kwamba tuta advertise, tuweke kwa gazeti. Unaelewa? Sasa ule ambaye ako na interest ata apply. Unaelewa? So sasa waki-apply watabidi wafanye shortlisting, wakuwe tested, tuone kama ni ile level ambayo tunataka. Yes. So viwango vyenu sana, vigezo ambavyo mnatumia. Sasa sisi hatujali kwamba ni mtu wa hapa ama ni mtu wa kutoka kwingine ama ni mtu wa kwingine. Objective yetu ni kwamba aweze kudrive team yetu mpaka mahali tunahitaji. Yes. Tukizungumzia ukuzaji wa talanta kwa vijana, miongoni tu mwa vijana, ni swala ambalo si unaamka tu siku moja na unasema kwamba mimi sasa nitakuwa nafanya selection walete wachezaji pamoja. Unafaa kwanza kuwakuza wakiwa miaka midogo. Ni kweli. Nafasi ya academies za kukuza talanta hizi. Machakos kuna klabu zaidi ya 400 za soka, za mpira. 400 clubs
in Machakos. Every ward has a club. Every village has a club, in short. Now, uko tu ndio tutatoa nini? Ndio tutatoa wachezaji. So strategy yetu ni kwamba tukue na senior team na junior team. Senior team na junior team. Sasa junior team ni vijana wale wako 19 years kwenda chini. Hao ndio tutakuwa tunawakuza, tunawatupa kwa senior team. Na wale wako kwa senior team ambaye unajua wachezaji lazima waende wakibadilishwa. Hao wengine pia kuna opportunities kadhaa katika sports, wale wazuri tutakuwa tunawapost, mtu anakuwa sports and youth officer katika sub county katika ward, ndio tuhakikishe tume decentralize michezo ndani ya Machakos. Na sio soka peke yake ambaye tunaangalia. Machakos kuna volleyballers wazuri kabisa. Machakos kuna netballers wazuri kabisa. Kuna mchezo ambao unaitwa kabandi ambaye imekuwa introduced. Kabadi imekuwa introduced Machakos kutoka India na msichana anaitwa Mercy, a youthful lady ambaye mwaka jana walienda kule kucheza kabadi. Huyo ndio pia tumeshikana na yeye ndio tuweze kuintroduce huo mchezo kati ya vijana wa Machakos. Tulikuwa na ligi Machakos juzi na nimeona vijana pia wanapenda huo mchezo kabisa. Wameenda kucheza Mombasa juzi, kulikuwa na National Cup. Machakos tulikuwa namba 3. Tuje kwenye changamoto ambazo mnapitia kama county. Hivi majuzi county zinasema kwamba hakuna pesa. Control of budget hayuko kazini, kwa hivyo county haziwezi zikapata pesa. Juzi kulikuwa na kesi mahakamani, vuta ni kuvute baina ya county na serikali kuu. Ni kweli. Suluhu ni gani na hizi changamoto ni kama zipi ambazo unapitia? Na ni kweli hizo vitu zote huwa zina affect vijana. Na kama kuna watu ambao wamechaguliwa wanafanya hizo kazi, wanafaa wafanye kazi yao kwa roho moja ili waweze kusupport vijana. So tangu niingie ofisi kuna changamoto ambazo mimi mwenyewe nimeziona na nimekuwa nikijaribu kuaddress tukisonga mbele. Kitu cha kwanza, kuna kuaga na federations zile za michezo. Kuna mambo ambayo unaona sio mzuri. Hakuna uwazi. Hakuna uwazi, hakuna kuna vitu ambazo badala ya kukuza michezo, federation unapata saa zingine wanaangusha michezo. Lakini mnafaa tu kushirikiana iwapo shirikisho fulani. Kitu ndio hicho. So wakati nili notice kuna vitu kama hizo, nilijua kwamba hatuna kitu inaitwa sports policy. So tukakaa chini na tukaanza kutengeneza sports policy. Sports policy inasema nini? Inaoneshana vile tutafanya management ya michezo na development. So kila federation inataka na itupatie work plan yao. Ndio tuweze kufanya kazi nao. Ndio tuweze kufanya bajeti ambazo zinaweza kuwa support. So that one is already going on. Hiyo ilikuwa ni shida moja. Shida ya pili ni kwamba county assembly walikuwa allocate pesa ambazo ni za michezo. Zile zinastahili kukuza michezo. Unapata governor mwenyewe anasema nataka kiasi ya pesa hii, lakini wenyewe wanakata, wanapeleka pesa kwingine. Na wakati niliingia katika county ya Machakos, kitu ya kwanza nilienda nikakaa chini na kamiti ile ya youth na sports Machakos county. Nikawaeleza ndani gender hiyo gender iko kwa education. Sasa yangu ni youth and sports. So nikakaa na hiyo kamiti, nikawaonesha maana na faida ya kukua na michezo na plan na management ya michezo katika county yetu ya Machakos. Tukashirikiana na wakaanza kuallocate budget. So huwa niko na meetings na wao occasionally, najaribu kuwaeleza na pia in the next financial year sasa ndio tutaona kabisa Machakos wakiweza kufund activities zetu kabisa, kwa sababu nimekaa chini nao nimewaeleza na wameanza kuona kweli. Kwa nini imechukua muda mrefu hivi? Unajua miaka 6 tangu tuanze unajua financial planning inakuwa ni circle. So kama ulipitwa circle ya kwanza wakati niliingia, so kuna circle ya pili. Umekaa kwa hicho kiti miaka mingapi? Niliingia kutoka last year October. Unakumbuka Machakos kulikuwa na mvutano kiasi. Sasa tuliingia tumechelewa. So tuliingia last year. So within that hata sijamaliza mwaka nimekuwa fanya mambo mengi sana na bajeti zetu za sports zimeenda juu kwa sababu tumepewa bajeti za kutengeneza viwanja. Bado tunaongezewa zingine za kuongeza viwanja zingine 4 5. Unaona? Then tumeongezewa pesa ambazo ni za kufanya michezo, grow activity. Sasa tunataka
pesa zaidi za kuweza kufanya development ya talent. Unaelewa? Ambayo tunaweza kuleta coaches kutoka nje, tukue na vitu zinaitwa boot camp, ama hata coach wetu hapa, tukue na ligi zetu ndani ya Machakos, na sio soka peke yake. Nimesema lazima tufanye mpaka volleyball. Unadhani jambo ambalo kaunti zote 47 zinafeli? Manake ukiangalia kwa mapana na marefu, hakuna kaunti ambayo imesema kwamba sisi kama kaunti ya Machakos, sisi kama kaunti ya Nairobi, tunayo ligi yetu, ligi ambayo itakuwa inaenda sambamba na labda ligi kuu ya hiyo. Ndio changamoto unapata. Unajua, kama hujapewa fedha za kufanya hizo activities, uwezi. Sasa huwa inategemea na afisa mwenye yuko pale. Lazima upigane kabisa. Lazima uende county assembly waeleze. Lazima ukae na watu wenye wa bajeti waeleze. Na wengine hata sio wana sporti, hawajui faida ya sporti nini. Wanaona sporti kama ni leisure. Hawajui sporti huwa ina grow economy. Kama Kenyatta Stadium imekuza economy ya Machakos kabisa. Ukiangalia town kama za Eldoret, unaona Eldoret is basically a sports economy. The other economy in Eldoret is farming, isn't it? So hizo ndo zile vitu ambazo tunaangalia katika Machakos, na serikali yetu iko keen kuhakikisha hizo vitu zimefanyika. So zile changamoto ambazo tunaendelea kuzipata, tunaendelea na kuleta watu pamoja, kwa sababu uwezi kumanage ama kurun michezo ukiwa peke yako. Lazima ulete federations zote pamoja, lazima ulete wana michezo pamoja, lazima ulete secondary schools associations za michezo pamoja, mkae chini ndio msikizane kabisa, policy yetu ndio hii. Sasa ukifanya namna hiyo, the next level inakuwa ni county assembly. Sasa pale pesa lazima watafanya allocation ya pesa. Tukizungumzia swala la pesa katika kaunti karibia zote humu nchini, ni vigumu sana wao kuweka wazi bajeti ambazo wametenga kispoti. Hata nikiangalia sasa hivi kwa mtandao kwenye tovuti ya bajeti za county, hasa kama tuseme, wacha niongelee bajeti yangu ya michezo. Huwa inapelekwa nje, inafanyiwa kitu inaitwa public participation. So watu wanaelezwa viwanja, tunatengeneza viwanja 4. Kiwanja moja ni kiasi ya pesa hii. So zikiwa 4, pesa ndo hizi. Tunahitaji pesa ya michezo ambazo huwa zinachezwa within the country. Kuna michezo ambayo inaitwa Kikoska, kuna nyingine inaitwa Kisa, ile inaitwa Kenya Youth Sports Association, ambaye Machakos tunataka kuingia sasa, kwa sababu inakuza talanta ya vijana. So hizo zote lazima ukuwe allocated budget ndio uweze kufanya vitu kama hizo. Na pia na pia upgrading ya viwanja. Lazima kukuwe na training programs ambao utaleta professionals wakuja wafanye training. Saa zingine siwe eti lazima ungojee pesa ndio uweze kufanya vitu kama hizo. Unashirikiana na federations kama vile tumeshirikiana na FKF. Juzi tulifanya training ya referees, tulifanya training ya coaches katika Machakos, na niliona vijana wengi sana zaidi ya 100 ambao walikuja kuparticipate. Hao vijana ndio tutawatumia sasa ndio wakuze soka, mchezo game ya sport ya soka katika villages, kwa sababu hao wote kila mtu ametoka kwa village, ametoka kwa kijiji. Sasa kwa ile kijiji tunataka ndio wa grow nini, wa grow soka pale. Alafu tutatoka hiyo level sasa tunaenda level ya mwananchi. Unajua kuna vijana wengi sana wa Machakos wanafanya mabiashara huku na wako sawa kabisa, wametoka kwa hizo vijiji huko Machakos.